umuhimu wa kusikia na kutenda. Unafahamu, lazima tuweze kufahamu kama kanisa kwamba kusikia kitu huwa ni jambo moja, lakini kutenda ni jambo lingine. Mtu anaweza akasikia lakini asitende, na mtu anaweza akasikia lakini akatenda. Ni watu wawili tofauti. Mtu ambaye atasikia halafu asitende ni tofauti na mtu ambaye atasikia halafu akatenda. Wanatofautiana sana. Lakini kwa upande mmoja ama mwingine utajua kwamba mtu amekusikia wakati anatenda. Kwa sababu kutenda ni kutii katika kile ambacho mtu amekisikia. Sema amen. Katika kile ambacho mtu amekisikia. Na somo hili ni muhimu sana kwa sababu ziko baraka zinazoambatana na kusikia na kutenda. Lakini pia ziko faida. Na mimi sishiriki hivyo leo. Nashirikia tu ile hali ya kusikia na kutenda. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 19 sasa mpaka wa 25. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 19 mpaka wa 25. Hayo mnayajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia bali si mwepesi wa kusema. Kila mtu na awe mwepesi wa kusikia bali si mwepesi wa kusema. Wala kukasirika. Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Ndiyo. Kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani liwezalo kuziokoa roho zenu. Lakini iweni watendaji wa neno. Lakini iweni watendaji wa neno. Wala si wasikiaji. Wala si wasikiaji tu. Hali mkijidanganya nafsi zenu. Ndiyo. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msaulifu bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Bwana Yesu, tunasema asante kwa neno lako sasa. Neno lako ni amina na kweli. Neno lako ni taa ya miguu yetu. Neno lako ni kioo cha kujitazama. Naomba Bwana utusaidie katika mchana wa leo, tujifunze tu kutoka kwako. Katika jina la Yesu. Amen. Kwenye maandiko ambayo tumeyasoma ni maandiko ambayo ni muhimu sana na yanatajwa na mtume Yakobo. Na anaposema ndugu zangu, unaona mstari wa 19. Anasema haya mnayajua ndugu zangu wapenzi. Anavuta usikivu wao. Anavuta ile hali yao ya kumsikiliza. Anasema ndugu zangu wapenzi. Kwa nini? Kwa sababu anataka wajue kwamba katika jambo ambalo anakwenda kuongea halimtofautishi yeye na wao. Lakini pia anavuta usikivu kwamba anakwenda kuongea jambo ambalo ni muhimu sana kwao. Na ndivyo ilivyo kwetu katika mchana huu wa leo. Maneno haya ni maneno ambayo ni muhimu sana kwa kanisa. Kwa nini? Kwa sababu dunia ambayo tunaishi ina mchanganyiko wa vitu vingi. Dunia ambayo tunaishi ina mchanganyiko wa sauti nyingi. Dunia ambayo tunaishi ina mchanganyiko wa mambo mengi ambayo kwa aina moja ama nyingine yanaweza yakayumbisha maisha yako ya wokovu. Yanaweza kufanya wokovu wako kawa si imara. Yanaweza kufanya ukawa na wokovu
wa ili mradi. Yanaweza ukawa na wokovu ambao ni vuguvugu. Yanaweza kufanya ukawa na wokovu ambao haueleweki, si moto wala si baridi. Yanaweza kufanya ukawa na wokovu ambao huendi juu, kila siku kupale tu kama mtoto mchanga. Kwa Yakobo anasema wawe watendaji wa neno, ni ile hali ya kutii. Kwa nini? Kwa sababu anajua atakapokuwa watendaji wa neno, wataligeuza neno walilosikia katika matendo. Wataligeuza neno walilosikia katika matendo. Wataligeuza neno walilosikia katika matendo. Na hiyo anajua kabisa kwamba itawasaidia. Kwa maneno mengine, mambo unayofundishwa ukayasikia na kuyaelewa, unatakiwa kuyatendea kazi, kwa sababu neno la Mungu, chochote ambacho unasikia katika neno la Mungu kinaweza kubadilisha maisha yako, kinaweza kusaidia, kinaweza kubadilisha viwango vyako vya kiuchumi, kinaweza kubadilisha viwango vyako vya maisha. Unafahamu, huwezi kukua vizuri katika maisha ya kiroho kama unasikiliza kila sauti, kama unasikiliza kila neno linalotokea katika dunia hii, kama unasikiliza kila neno. Kuna vitu vingi, kuna maneno mengi. Sasa Yakobo anawapa ushauri, na tutakwenda kuangalia ushauri ambao anawapa. Tutauangalia baadaye kidogo. Ni ushauri ambao utawasaidia. Neno la Mungu ndilo ambalo ni sauti ya Mungu ndani yake. Unapolisikia neno la Mungu, kwa nini linaitwa neno la Mungu? Kwa sababu ni sauti ya Mungu ambayo anaitoa ndani ya mioyo ya watu. Na ndio maana anasema muwe watendaji wa neno. Katika Yohana 10:27. Yohana 10:27. Twende pale, alafu baadaye nitarudi katika ile andiko ambalo ni muhimu. Yohana 10:27. Ile andiko ambalo tumewekea msingi. Yohana sura ya 10, mstari wa 27 mpaka wa 30. Kondoo wangu waisikia sauti yangu. Sikiliza hayo maneno. Kondoo wangu waisikia sauti yangu. Nami nawajua. Nao wanifuata. Angalia hayo maneno, kondoo wangu. Kanisa, watu ambao ni watu wa Mungu, wamefananishwa na kondoo. Kondoo ni wa kipekee sana, ni tofauti na mbuzi, ni tofauti. Anasema kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, na wao wananifuata. Haleluya, haleluya. Kondoo wangu waisikia sauti yangu. Sasa sauti ya Mungu utaisikiaje? Kuna njia nyingi ambazo za kusikia sauti ya Mungu. Kuna njia nyingi ambazo ni za kusikia sauti ya Yesu Kristo. Lakini neno lake ni sauti ya Mungu katika maisha ya watu. Anasema na mimi nawajua, na wao wananifuata. Ni maneno ambayo ameanena Yesu Kristo mwenyewe. Angalia tena pale kwenye mstari unaofuata. Biblia inasema nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mstari wa 30, mimi na Baba tu umoja. Haya ni maneno muhimu ambayo yalinenwa na Yesu Kristo mwenyewe. Unafahamu, imani yetu lazima tuiweke katika neno la Mungu ili iweze kufanya kazi. Imani ulionayo lazima uiweke katika neno. Unaona, neno ni la kipekee sana. Unafahamu, neno la Mungu huwa ni sheria ambayo tunapaswa kuitimiza. Lakini sheria hii huwa ni sheria ambayo inawaweka watu huru. Sio sheria ambayo inawafanya kuwa watumwa. Hapana, ni sheria ambayo inawaweka watu huru. Ni sheria inaitwa ya uhuru. Tunalitii neno la Mungu, tunatimiza neno la Mungu, si kwa kulazimishwa, lakini kwa sababu wenyewe tunapenda lilete matokeo.
kwa sababu wenyewe tunapenda libadilishe maisha yetu. Na ndio maana katika maandiko mengine Isaya anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Lakini Musa anasema kwenye Kumbukumbu la Torati 28 kwamba kama utaisikia sauti ya Bwana Mungu wako, unaona, na kuyashika maagizo yake, baraka hizi zote zitakufuata katika maisha yako. Kwa maneno mengine, tukirudi katika andiko letu ambalo lina msingi bado la Yakobo, anasema mtu anapokuwa si mtendaji ni kama mtu ambaye amejiangalia katika kioo, baada ya muda mfupi anasahau kwamba sura yake ikoje. Turudi kwenye Yakobo 1 tena. Nataka turudi pale kwenye mstari wa 19. Anasema hayo mnayajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, kila mmoja wenu awe mwepesi wa kusikia. Lakini anasema hivi, bali si mwepesi wa kusema. Unajua kuna mtu mmoja alisema hivi, kwa nini watu wamepewa masikio mawili na mdomo mmoja? Tumepewa masikio mawili ili tusikie zaidi, lakini tumepewa mdomo mmoja ili tuongee machache. Bwana asifiwe sana. Angalia, anasema si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Nitakwambia huu ni ushauri ambao ametoa, na kwa nini ametoa ushauri huo. Kwenye mstari wa 20, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hiyo mstari wa 21, kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu. Lile neno lililowekwa ndani yenu, anasema mlipokee kwa upole. Kwa nini? Kwa sababu linaweza kuokoa roho zenu. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu aliyejiangalia uso wake katika kioo. Mtu unapojiangalia kwenye kioo, mara nyingi tunaona kuna uchafu uko, na halafu unanawa, unaona kuna uchafu uko, halafu unauondoa, unaona kuna uchafu uko, halafu unatengeneza nywele zako vizuri, na baadaye unachana vizuri. Lakini unajua ukitoka hapa tu mpaka KSMC umeshasahau jinsi ulivyojiangalia, na pengine kuna uchafu mwingine umekugusa bila kujua. Kuna watu wakati mwingine unaondoka nyumbani uko vizuri, umeangalia kioo, umejitazama vizuri, baada ya hapo ukaona niko sawa, naweza kwenda mjini sasa, naweza kuingia kwenye maofisi, na unajua ukaanza safari kwa pikipiki, kwa bajaji au kwa gari pia, na ukasafiri kwenda mjini. Alafu ukifika mjini waweza ukakutana na mtu ofisini anakuondoa kitu. Anasema ngoja kuna kitu hapa, kuna kitu anakiondoa. Lakini nyumbani uliangalia uko sawa, ulijiona kwamba uko vizuri, lakini njiani umechafuka tena. Sasa mtu anapojiangalia katika kioo halafu anasahau alivyo, ni kama mtu ambaye anajiangalia katika neno. Unaposahau, usipokuwa mtendaji, unasahau. Neno la Mungu huwa ni kama kioo cha kujitazama. Linapokuja mbele zetu ni kama kioo cha kujitazama, na unapojitazama unajua vile ulivyo na jinsi ambavyo unatakiwa kufanya. Unafahamu kuna wakati Yesu Kristo alitoa mfano fulani mmoja ambao aliwaambia, alisema kuna mzee mmoja alikuwa na mashamba na vitu vingine na vitu kama vile. Akamwambia mwanae, nenda kafanye kazi. Yule mtoto akasema siendi. Halafu akamwacha, akamwambia mtoto mwingine, nenda kafanye kazi. Yule mtoto akasema nitakwenda, lakini hakwenda. Na unajua baada ya muda yule aliyesema mwanzo siendi, baadaye akaamua akaenda. Unaona, akaenda. Pamoja na kwamba alisema mwanzo siendi, lakini baadaye akaenda. Neno la Mungu liko vizen. Tunatakiwa tunapolisikia tulitendee kazi. Wakati mwingine waweza kuona kama ni gumu, waweza kuona kama huwezi kulitendea kazi, waweza kuona kama, lakini unaposikia neno, unapofunzwa siku baada ya siku kama hivi, wakati mwingine unaamua kwenda, unaamua kulitendea kazi. Na ni kitu ambacho ni cha muhimu sana katika maisha ya Kikristo. Sasa Yakobo alitoa ushauri,
Na ushauri ni ushauri ambao ni muhimu kwa kanisa. Kama unataka kukua katika maisha ya kiroho, kama unataka kubarikiwa katika maisha ya kiroho, kama unataka kumuona Mungu katika maisha ya kiroho, kama kuna upenyo ambao unatafuta katika maisha ya kiroho, kama kuna baraka ambazo unatafuta na hujazipata, Yakobo ametoa ushauri, na ushauri ni ushauri ambao utatusaidia sana sana katika mchana wa leo katika jina la Yesu. Ni ushauri wa ajabu. Maandiko ambayo tumesoma anasema uwe mwepesi wa kusikia, lakini si mwepesi wa kusema. Kwa hiyo ushauri wa kwanza ambao anautoa anasema uwe mwepesi wa kusikia, na unatajwa pale katika mstari wa 19. Hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia. Unapoambiwa sikia, unapofundishwa sikia, unapoonywa sikia, unapoelekezwa sikia, unapoambiwa sikia. Anasema basi kila mtu, ni ushauri wa kwanza anatoa. Lazima uwe mwangalifu sana kwa jinsi ambavyo unasikia mambo. Ni kitu ambacho cha kipekee. Mbingu huwa inathamini, mbingu huwa inajali sana jinsi watu ambavyo wanasikia. Siku moja Yesu alikuwa anafundisha. Sasa nachelea nikisoma kila andiko, nataka nikae pale nisikutoe. Lakini waweza kuandika Luka 8:18. Luka 8:18. Siku moja Yesu alikuwa anafundisha kama hivi ambavyo nafundisha. Na yeye alipokuwa anafundisha, maneno yalikuwa na hekima, yalikuwa yamejaa maarifa, yalikuwa maneno ya kipekee, maneno ya kuponya, maneno ya kufungua, maneno. Na unajua alipokuwa akifundisha, mama mmoja akainuka kwenye mkutano akasema, heri tumbo lililokuzaa na matiti ulioyanyonya wewe. Maana aliona baraka, aliona neema, aliona upendo wa kiungo, aliona miujiza, aliona ni neno ambalo linaponya, aliona neno ambalo linafungua maisha. Akasema heri tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya wewe. Lakini angalia Yesu alichojibu, akasema asante kwa hilo, lakini heri ni wale walisikiao neno la Mungu na kulishika. Haleluya. Ndugu zangu kanisa, sikilizeni. Kati ya vitu ambavyo vitawasaidia sana, kati ya vitu ambavyo vitawafanya mpate upenyo, kati ya vitu ambavyo vitawafanya msonge mbele, kati ya vitu ambavyo vitawafanya muinuliwe, kati ya vitu ambavyo vitawafanya vibadilishe viwango vya maisha yenu, kati ya vitu ambavyo vitawatofautisha na watu ambao hawajaamini, ni neno la Mungu. Haleluya. Neno litakubadilisha, neno litakusaidia. Mimi ni shahidi wa hili. Lakini anasema hivi, huu ni ushauri wa kipekee ambao anatoa. Na unajua alipotoa huo ushauri, unaweza kuandika pia andiko lingine, Luka 11:27. Andika tu Luka 11:27 mpaka 28. Ni ushauri tu ambao Yesu Kristo alikuwa anatoa. Ni katika neno akasema walisikiao. Hawa hapa unawaona. Kuna wakati ambapo walimwambia tena huko nje, wakaja akasema mama yako amekuja, mama yako pamoja na ndugu zako wako nje. Na unajua pale nje wanakutafuta, wanakuulizia, maliza mahubiri haraka uweze kutoka, maliza maombezi haraka uweze kutoka, maliza huduma haraka uweze kutoka, wanakusubiri. Akasema mama yangu na ndugu zangu ni akina nani isipokuwa wale ambao wanalisikia neno la Mungu. Hawa unaowaona hapa ndio mama zangu na ndio ndugu zangu. Haleluya. Mimi nimejifunza hilo. Ni jambo la kipekee sana. Wakati mwingine nashangaa jinsi ambavyo Mungu ameniunganisha mimi na ninyi, kwa sababu ninyi mmefanyika ndugu zangu kabisa. Haleluya. Kabisa. Kabisa. Na ndio maana tunakuwa na ndugu wengi katika Kristo, kwa sababu mmeunganishwa kabisa kama ndugu zangu kabisa. Na kwa sababu gani? Neno la Mungu linatuunganisha. Huu ni ushauri wa kwanza ambao Yakobo anatoa, na ni ushauri kwa kanisa la leo. Watu wengi wanapenda kuongea vitu vingi, lakini anasema uwe mwepesi wa kusikia. Ndivyo ambavyo Yakobo anatoa ushauri. Anasema bali si mwepesi wa kusema. Angalia ushauri mwingine, usiwe mwepesi wa kusema. Huu ni ushauri wa pili. Wa kwanza uwe mwepesi wa, twende pamoja. Wa kwanza uwe mwepesi wa
Uwe mwepesi wa hii sauti haitoshi. Uwe mwepesi wa. Huu ndio ushauri wa kwanza. Lakini wa pili anatoa usiwe mwepesi wa kusema. Kwa sababu lazima uweze kufahamu, si kila mahali maneno yako yanahitajika. Si kila mahali maoni yako yanahitajika. Sio kila mahali. Kwa hiyo usiwe mwepesi wa kusema. Kuna vitu ambavyo unatakiwa kunyamaza kama Mkristo. Kuna vitu ambavyo unatakiwa kuongea kwa upole kama Mkristo. Kuna vitu ambavyo watu wanaangalia sema yako. Unaona katika mahakama zetu na sheria, hawawezi kumhukumu mtu bila kumsikiliza kwanza. Kwa nini? Kwa sababu katika kusema watampata kama anastahili hukumu au hastahili katika kusema. Biblia inasema hivi, kwa maneno yako utahesabiwa haki. Lakini anasema pia kwa maneno yako utahukumiwa. Mahali pengine anasema wazi kwamba tumbo la mtu linajazwa matunda ya kinywa chake. Ni nini ambacho unaongea mbele za watu? Nini ambacho unaongea mbele ya mchumba? Nini ambacho unaongea mbele ya mchungaji? Nini ambacho unaongea mbele ya mwenyekiti wa kikao chenu? Nini ambacho unaongea katika ofisi ambayo uko mbele ya meneja wako? Ni kitu gani unaongea? Ni nini ambacho unasema? Bwana asifiwe sana. Yakobo anasema usiwe mwepesi wa kusema. Hapana, ndivyo ambavyo anasema kuna wakati ambapo unatakiwa kukaa kimya. Kuna wakati ambapo unatakiwa kuliacha neno la Mungu liamue. Sio wewe uamue, neno la Mungu liamue. Sio wewe ujitetee sana, neno la Mungu liamue. Na ndio maana kuna maeneo wakati mwingine waweza ukapigwa vita, ukapata changamoto, alafu ikabidi usiseme na umwache Mungu yeye akutetee. Uliache neno la Mungu likutetee hilo. Haleluya. Anasema si mwepesi wa kusema. Ni ushauri ambao anatoa, ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Lakini kuna ushauri wa tatu ambao anatoa. Anasema hayo mnayajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Hebu tuseme wote, wala kukasirika. Sema tena, wala kukasirika. Sema tena, wala kukasirika. Unajua hasira huwa zinakaa vifuani mwa wapumbavu. Bwana asifiwe sana. Na hilo ni neno la Mungu. Hasira inakaa vifuani mwa wapumbavu. Na mara zote Yakobo anasema hapa, ametuambia, angalia ule mstari wa 20. Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Hasira yako binafsi haitatenda haki ya Mungu. Kwa hiyo anasema mwe wepesi wa kusikia, si wepesi wa kusema, wala kukasirika. Usikasirike. Unaharibu sura yako. Usikasirike. Unapunguza umri wako kuishi. Usikasirike. Mgeukie jirani mwambie usikasirike. Mwambie kusikie, bwana mwangalie. Mwambie usikasirike. Unajua hasira, hivi umeshawahi kutafakari juu ya hasira? Inatajwa zinakaa kifuani mwa wapumbavu. Ngoja nikusomea andiko moja ambalo nimelinoti hapa, lakini ukumbuke tuko hapa. Sasa sisi tunawekaje alama alafu, lakini Mithali 29:22. Mithali 29:22. Nataka kusoma hilo andiko kwa sababu ni sehemu ambayo ni muhimu kidogo. Mithali 29 alafu mstari wa 22, unaona pale. Biblia inasema hivi katika Mithali 29:22. Mtu wa hasira huchochea ugomvi. Hebu tuseme wote, mtu wa hasira huchochea ugomvi. Rudia tena, mtu wa hasira huchochea ugomvi. Kwa nini usemi kwa sauti, au wewe ndio mtu wa hasira mwenyewe? Hebu sema tena, mtu wa hasira huchochea ugomvi. Unaona, anasema na mtu mwenye ghadhabu huasi sana. Hebu sema, na mtu mwenye ghadhabu huasi sana. Mtu wa hasira
huchochea ugomvi. Unajua maana ya kuchochea? Mwanamke akiwa mtu wa hasira, mwanaume akiwa mtu wa hasira, mchungaji akiwa mtu wa hasira, mzee wa kanisa akiwa mtu wa hasira, anasema huchochea. Ni kama kuna moto mahali, halafu watu wanaweka kuni katika ule moto, wanaweka kuni. Zile kuni zinachochea moto uwe mkali zaidi. Kwa nini watu wanachochea kuni jikoni? Ili moto uwe mkali zaidi, uweze kuivisha kile chakula ambacho kinatakiwa kuiva. Kwa hiyo sasa anasema mtu wa hasira, Biblia inasema huchochea. Ni kama kuni, huchochea ugomvi. Unaona, huu ni ushauri ambao Yakobo anatoa. Lakini tukirudi kwenye andiko letu la msingi, nikwambia bado tuko pale katika lile andiko la kipekee kidogo. Anasema kwa maana hasira mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hiyo wekeeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio. Hebu tuseme haya maneno, wekeeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio. Na ubaya uzidio. Unajua kuna ubaya, na ubaya ni ubaya. Lakini kuna ubaya, halafu kuna ubaya uzidio. Kuna ubaya, halafu kuna ubaya uzidio. Yote ni ubaya, lakini sasa ubaya, yani unaweza kusikia mtu anasema huyu mtu ni katili sana. Huyu mtu ni mbaya sana. Yani kama mtu anaua mtu, halafu mtu ameshakufa. Baada ya kufa, labda katimiza alichotaka. Anaona kama haitoshi, anachukua tena panga, anamkatakata viungo. Kata. Yani ubaya unakuwa uzidio. Angalia, anasema wekeni mbali uchafu wote. Kama kanisa mnahitaji kupanda viwango, kama kanisa mnahitaji kwenda juu, wekeni mbali ubaya wote, wekeni mbali uchafu wote. Ndivyo ambavyo Yakobo anatoa kama ushauri. Ni kitu ambacho ni cha muhimu. Lakini anasema na ubaya uzidio, ubaya ambao unapita kiasi. Kimsingi ubaya ni ubaya, kimsingi dhambi ni dhambi, kimsingi uovu ni uovu, lakini ubaya uzidio. Bwana asifiwe sana. Nilisikia hadithi moja kwamba kuna baba mmoja. Nilisikia hadithi hivi karibuni. Kuna baba mmoja alikuwa tajiri, alikuwa sijui mfalme, sijui mtu gani, alikuwa tajiri sana na alikuwa na wafanyakazi wengi. Sasa adhabu ya mfanyakazi anayekosea, alikuwa amefuga mbwa, na wale mbwa walikuwa ni mbwa ambao ni wakali kabisa. Halafu wanaachwa na njaa muda mrefu, ili mtu akikosea anapelekewa wale mbwa, anaitwa kwenye uwanja wa mfalme, anawekwa katikati, watu wote wanatazama kwamba anaadhibiwa. Halafu wale mbwa wanafunguliwa, wanaenda pale kumshambulia, wanamkwaruza, wanamshambulia, mng'ata kila mahali na mambo mengine. Ni adhabu ambazo mfalme anazitoa. Na sasa kuna mfanyakazi ambaye alifanya kazi kwa miaka 20 kwake bila kumkosea kitu chochote. Kwa miaka 20 hakukosea chochote kabisa. Lakini katika hiyo miaka, akiwa na miaka kama hiyo 20, akafanya kosa fulani dogo tu, wala si kubwa sana. Alipofanya kosa dogo, yule mfalme akamwambia, kama unavyonijua mimi, adhabu yangu ni kwenye wale mbwa, lazima nikupeleke pale. Ndio akamwambia, mzee, lakini kwa miaka 20 sijakukosea chochote, naomba kwamba unisamehe kwa hili na mume. Akasema, mimi sisamehe mtu. Akatangaza siku ya adhabu. Alipotangaza siku ya adhabu, ilikuwa kama wiki moja ijayo hivi. Hiyo tarehe aliyotangaza kwamba watu wote wakusanyike, kuna adhabu yule mtu atapewa. Hasa yule mtu alipotoka pale, akatumia hekima, kwa sababu wale mbwa wao wanatunzwa, wao wanafundishwa, wao wanalishwa pia, wao wanahudumiwa. Kwa hiyo alipotoka pale, akajua wiki ijayo mimi ndio adhabu yangu, sasa nitapelekwa kwenye wale mbwa, yani wiki ijayo na mimi. Kwa hiyo yeye akaenda akafanya urafiki na yule mtunzaji wa mbwa. Alipofika kufanya urafiki, akamwambia, bwana, nakuja kusaidia kazi. Mfalme kisha mwambia kwamba kuna adhabu, nakuja kusaidia kazi. Akamwambia, kwa hiyo kuanzia sasa wewe unaniachia mimi niwalishe hao mbwa.
Bwana asifiwe sana. Akaambia lakini hawaja kuzoea, na asema taratibu taratibu watanizoea. Na yule mtu alikuwa na shida, si anasaidiwa kazi, kama mtu kajitolea kumsaidia na shida gani? Yeye alikuwa na shida. Kwa hiyo mfalme akawa hajui. Yule jamaa anaenda kule kwa mbwa, siku ya kwanza mbwa wako pale, kuna fence, kuna waya meshi imezuia. Kwa hiyo anakaa pale nje ya waya meshi, anawalishia mbwa, anawalishia chakula. Mbwa wanafoka maana wamjui. Wanafoka wanataka kumng'ata, lakini anawalishia chakula. Siku ya kwanza. Siku ya pili akafungua kidogo kile kigeti, akaingia kidogo hivi, mbwa anataka kumrukia, akawarushia nyama, akawarushia vyakula, anawalisha. Baadaye yule ambaye wamemzoea kila siku. Sasa wale mbwa akaanza kushangaa, huyo mgeni tupa chakula na wao mwingine. Kwa hiyo akawa analisha. Siku ya tatu kuja akaingia zaidi ndani na yale masufuria ya vyakula na yale ya maji akawawekea, huku wanafoka lakini wanakula chakula na yale maji. Alafu ikafika siku ya 4. Siku ya 4 kaingia, wale mbwa wameanza kumzoea, wakaanza kutikisa mkia, wameanza kumzoea, wanajua huyu anatupaga chakula na nini, mwangalia, wakamnusanusa kidogo, walivomnusa wakumfanya kitu. Siku ya 4 hiyo. Siku ya 5 kaingia, sasa wamekuwa marafiki, anawapa vyakula, anawapa, wako vizuri, anawashikashika kidogo, wengine wanamrukia hivi, wanacheza naye. Siku ya 5, siku ya 6 imefika, wamekuwa marafiki kabisa. Siku ya 7 wiki kaisha, wamekuwa marafiki kabisa. Alafu siku ya adhabu ikafika. Bwana asifiwe sana. Ilipofika siku ya adhabu, kawekwa katikati ya uwanja wa mfalme. Watu wamezunguka huko kila mahali. Alafu akasema, siku ya leo huyu mtu amefanya kazi kwangu muda mrefu, lakini mimi kama mnavyonijua ni mtu ambaye ni wa adhabu kali. Ndio maana sitaki mtu yote anichezee katika, amewekwa pale katikati. Sitaki mtu anichezee katika ufalme wangu. Na mtu anaponichezea adhabu yake ni hii. Haijalishi umefanya kazi miaka mingapi kwangu, lazima utaangukia kwenye hii adhabu. Kwa sababu hiyo akaamuru wale mbwa wafunguliwe. Wako mbwa karibu 10 huko. Wakafunguliwa wote. Wameshajua wakifunguliwa pale uwanjani ni kwenda katikati pale wamshambulie yule ambaye amewekwa pale katikati. Na mbwa wakaenda kwa kasi. Walipofika karibu, wakashangaa kumbe ni jamani tupaga chakula. Bwana asifiwe sana. Walipomwona ni yule, mbwa wakaanza kumrukia, wakaanza kucheza naye na washikashika, wanacheza na yeye, wakacheza karibu nusu saa wanacheza. Mfalme akashangaa, mbona wamrarui vipi wanacheza naye? Wakacheza naye. Alafu unajua baada ya kucheza naye, mbwa anatikisa tumikia namna hii, ni rafiki yao. Na mfalme akasema, kitu gani? Hao mbwa wamekwaje leo? Anafoka na mambo mengine. Yule bwana akamwambia, sikiliza mfalme, wewe nimefanya kazi kwako, nimekutumikia kwa miaka 20 bila kukosa chochote, asubuhi mchana na jioni bila kukosa kitu. Lakini leo kwa kosa moja unataka kuniadhibu. Unashindwa na hawa mbwa niliowatumikia kwa wiki moja tu, tayari wamekuwa marafiki zangu. Hebu piga makofi kwa Yesu Kristo. Akamwambia mfalme, mbwa wanakushinda. Nimetumika miaka 20. Sijakosea, sijapoteza kitu, sijaleta hasara. Yaani unashindwa kusamehe jambo moja kwa miaka 20. Lakini mbwa hawa nimewatumikia wiki moja tu, hawa hapa wamekuwa marafiki. Unashindwa na mbwa. Mfalme akanywea, akashangaa mambo haya yalivyokwenda. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema, wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio. Kuna ubaya ambao unazidi, lazima mweke mbali kabisa ubaya uzidio. Unafahamu ubaya unaozidi ni ubaya ambao haukumbuki kwamba kuna Mungu. Yaani linapotokea jambo haukumbuki kwamba kuna Mungu. Unaona kama ni kawaida, haukumbuki. Ubaya namna hii ni ubaya uzidio. Bwana asifiwe sana. Kuna ushauri wa 5 ambao Yakobo anatoa. Nimekuambia ametoa ushauri wa kwanza, uwe mwepesi wa kusikia. Lakini ushauri wa pili anasema uwe mwepesi, usiwe mwepesi wa kusema. Ushauri wa 3, usiwe mwepesi wa kukasirika. Ushauri wa 4, weka mbali uchafu wote na ubaya uzidio. Kila aina ya uchafu weka mbali. Weka mbali dhambi, weka mbali ibada za sanamu, weka mbali huo uzinzi, weka mbali huo uchawi. Kwa nini wewe mchawi kwa katikati ya kanisa la Yesu? Weka mbali hivyo vitu. Unaona, huo ni ushauri wa 4, lakini kuna ushauri wa 5 ambao anautoa Yakobo. Nataka uone pale kwenye andiko letu. Biblia inasema mstari wa 21, kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole
neno lile lililopandwa ndani yenu. Ushauri ambao anatoa ni watano: pokeeni kwa upole neno la Mungu. Lile neno ambalo linapandwa ndani yenu, lipokeeni kwa upole. Kupokea kwa upole nini? Ni kupokea kwa unyenyekevu. Kupokea kwa upole nini? Ni kupokea kwa kujali. Kupokea kwa upole nini? Ni kupokea kwa kuthamini. Kupokea kwa upole nini? Ni kupokea ukijua nitatendea kazi. Kupokea kwa upole nini? Ni kupokea ukijua ni Mungu anasema na mimi, na wala si mtu fulani. Unajua kama hupokei kwa upole, neno likija utasema hilo ni la mama fulani. Yaani mama fulani leo yani ameipata. Yaani kama hajasikia leo, likija lingine unasema yani baba fulani leo imekuwa vizuri, yupo kanisani, yani ameipata leo. Leo Mungu amesema naye. Wewe haikuhusu. Haikuhusu. Ukitoka hapo nasema habari ya wengine, wamesema na Bwana, Mungu amesema nao, lakini sio wewe. Hiyo sio kupokea kwa upole. Kwa upole tunapolisikia neno, mioyo inapondeka, mioyo inajali, mioyo inathamini, mioyo inasema hakika neno hili ni langu, hakika ni mimi, Mungu anasema na mimi. Hii ndio kupokea kwa upole, lile neno ambalo linapandwa ndani yako, na hiyo ndio itakufanya uwe mtendaji wa neno, kwa sababu unapopokea kwa upole unathamini kile ambacho kimesemwa. Haya si maneno ya watu. Hata sasa sisemi maneno yangu, nasema haya ambayo ni ya Biblia, ambayo karibu dini nyingi zinaiamini. Ni ya Biblia ambayo hata we pia unaiamini. Unaona, pokeeni kwa upole. Ndivyo Yakobo anavyosema. Neno la Mungu lazima lipokewe kwa upole. Ni kitu ambacho ni cha muhimu. Kwa nini? Kwa sababu likipokewa kwa upole itakuwa rahisi kulitendea kazi. Neno la Mungu huwa ni kama mwongozo kwenye maisha yetu, na linatuongoza. Linaongoza habari ya ndoa yako, linaongoza habari ya maisha yako, linaongoza habari ya kazi yako, linaongoza habari ya familia yako, linaongoza habari ya watoto wako, linaongoza habari ya kanisa pia, linaongoza habari ya waimbaji, linaongoza pia wachungaji. Neno la Mungu linaongoza kila mmoja. Liachilieni neno la Mungu liwaongoze kwenye maisha yenu. Haleluya. Nataka upate faida zinazoendana na neno la Mungu. Ni la kipekee kabisa. Dumu katika kulisikia, dumu katika kulitendea kazi. Mioyo yetu huwa ni kama shamba ambalo limeandaliwa. Tunapokuja kanisani, mioyo yetu ni kama shamba ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kupanda mbegu. Na unajua, likiwa neno la Mungu limeandaliwa jinsi ile, na mioyo yetu imeandaliwa jinsi ile, mbegu ya neno ikija kupandwa lazima itazaa. Mbegu ya neno ikija kupandwa lazima itazaa. Ngoja nikwambie, siku moja Biblia inamtaja Petro na mitume wengine walifanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Unajua ni usiku kucha, kazi usiku kucha. Walikuwa wanavua baharini, walikuwa wanavua samaki, na unajua walipokuwa wanavua usiku kucha hawakupata kitu. Ni kweli walipigwa na jua na baridi usiku ule, ni kweli walipigwa na mawimbi katika usiku ule, lakini hawakupata kitu. Na unajua katika ziwa watu huwa wanavua usiku, na wanapovua nyakati za usiku wanategemea kupata samaki, maana samaki wakati wa usiku huwa wanakuja juu katika maji. Unaona, wanakuja juu, wanaondoka chini, wanakuja juu, na wanapatikana zaidi usiku kuliko mchana. Mchana kwa sababu ya jua wanakwenda chini sana, na wale walikuwa wanavua usiku, lakini usiku kucha hawakupata kitu. Na unajua walipokuwa hawakupata kitu, asubuhi na mapema wakatoka nje ya ziwa. Walipotoka nje ya ziwa, walikuwa pale, ni wakati wa kuosha nyavu zao, ni wakati wa kuosha mitumbi yao, ni wakati pia wa kubadilisha nguo zile walizotumia kwenye kuvua, wabadilisha wavae za kawaida ili warudi mtaani, ili warudi kijijini. Na unajua walikuwa wamekosa kitu, hawakuwa na kitu chochote, kama vile wewe na mimi tunavyohangaika. Wakati mwingine hatupati kitu cha kutosha katika biashara, wakati mwingine hatupati kitu cha kutosha katika kazi zetu, wakati mwingine hatupati kitu cha kutosha tunapofanya biashara. Sisi tunafanya biashara, kwa mfano kipindi hiki si kizuri kwetu kibiashara. Unaona, si mapato si makubwa, biashara ni ndogo, yani samaki namna hiyo hawapatikani wa kutosha. Na ndivyo ilikuwa kwa Petro na hata kwa mwingine yeyote pia. Wale walikuwa ni mitume, na iliwatokea hivyo Petro na Yohana na Yakobo. Na unajua Yesu akawatembelea pale, na alipowatembelea Yesu akaanza kuongea nao, kwa sababu neno la Mungu lina uzima ndani yake, kwa sababu neno la Mungu lina baraka ndani yake, kwa sababu neno. Petro akasema, Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, hatukupata kitu. Tumefanya kazi ya kuchosha kwenye hii biashara, hatujapata kitu. Tumefanya kazi ya kutosha kwenye hiki kilimo, hatujapata kitu. Tumefanya kazi ya kuchosha kwenye hii kazi, hatujapata kitu. Akasema, lakini kwa neno lako
lako. Hebu tuseme wote, lakini kwa neno lako. Sema lakini kwa neno lako. Sema lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Na unajua Petro akaanza kuingiza mtumbwi majini, na pia akaanza kuchukua nyavu ambazo wameosha akaingiza. Na unajua alipoanza kuendesha ule mtumbwi, Yesu akasema hivi, nendeni mpaka kilindini. Kilindini huwa ni mahali parefu sana, watu hawaendagi kuvua pale, maana ukienda pale unaweza ukazama, unaweza ukapotea pale. Ni kilindini, ni mahali ambapo watu wengine waliwahi kuzama, labda wengine waliwahi kufia pale. Lakini Yesu akasema nendeni mpaka kilindini. Neno la Mungu litakuelekeza ni wapi pa kwenda, litakuelekeza nini cha kufanya, litakuelekeza uponyaji wa ndoa yako, litakuelekeza juu ya hiyo biashara, litakueleza juu ya huyo mchumba pia ambaye unamtafuta, litakuelekeza. Neno la Bwana anasema nendeni mpaka kilindini mkavue samaki. Na unajua Petro akasema kwa neno hilo tutakwenda, kwa neno lako tutakwenda. Sisi ni watendaji wa neno, sio wasikiaji tu. Kwa hilo neno tutakwenda. Akapeleka mtumbwi baharini, na alipopeleka mtumbwi baharini, unajua nini kilitokea? Akashusha nyavu za kuvua samaki. Biblia inasema alipotupa nyavu, Biblia inasema akapata samaki wengi mpaka nyavu zikaanza kukatika. Haleluya! Unapolitendea neno la Mungu kazi, baraka zinazoambatana na hilo neno zikujirie kwa jina la Yesu Kristo. Unapolitendea neno la Mungu kazi, baraka zinazoambatana na hilo neno zije kwako kwa jina la Yesu Kristo. Ziko baraka kwa kila atakayelitendea neno la Mungu kazi. Alipata samaki wengi mpaka nyavu zikaanza kukatika, mpaka nyavu zikaanza kukatika. Kama ni baraka, mpaka baraka zimezidi. Yani kama ni baraka, mpaka baraka zimezidi. Na Petro akaona siwezi kuchukua hizi baraka peke yangu. Maandiko yanasema akawapungia washirika wenzake Yohana na Yakobo, akawapungia washirika wengine, njoni, baraka zimenizidi. Wakaja na vyombo vyao, wakaja na nyavu zao. Na unajua walipokuja na wao pia wakajaza vile vyombo vyao. Samaki walikuwa ni wengi kabisa. Haleluya! Sijui nisemeje, ila lile neno unalosikia kwamba tumtumikie Mungu, lile neno unalosikia kwamba ni wakati wa kuomba, lile neno unalosikia kwamba ni wakati wa kutoa, lile neno unalosikia kwamba ni wakati wa hiki, lile neno unalosikia litendee kazi, litendee kazi. Kwani utapata hasara gani ukilitendea kazi? Kwani ukiambiwa ni wakati wa kuomba na we ukaomba, ni hasara ipi utapata? Kwani ukiambiwa ni wakati wa kushuhudia injili na we ukashuhudia, utapata hasara gani? Nini ambacho unapata? Ni hasara gani ambayo unapata ukilitendea kazi? Kuna miujiza, kuna baraka, kuna ushindi, kuna mafanikio ya kipekee. Yakobo anasema iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji, hali mkijidanganya nafsi zenu wenyewe. Watu ambao wanasikiliza lakini hawatendi, wanasikiliza lakini hawatendi, wanasikiliza lakini hawatendi. Yakobo anasema wanajidanganya nafsi zao wao wenyewe. Haleluya! Mimi ni ajabu na shangaa, maana angesema iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkiwadanganya wachungaji wenu. Ningesema kumbe tunadanganywa sana. Anasema hali mkijidanganya nafsi zenu wenyewe. Ngoja nisome alafu tumalizie hapo. Yakobo sura ya 1. Angalia tena mstari wa 22. Lakini weni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Sio mkidanganya wachungaji wenu, sio mkidanganya mashemasi wenu, sio mkidanganya maaskofu wenu, sio mkidanganya. Hali mkijidanganya nafsi zenu. Unaona, ni nafsi zenu, yani nafsi zenu. Kwenye mstari wa 25, lakini aliyetazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru. Sheria iliyo ya uhuru ni neno la Mungu, anakaa humo. Sio sheria kumfanya mtumwa, ni sheria ya kumweka huru. Anayesikiliza sheria hii inamweka huru katika jina la Yesu.
Geukie jirani yako upande wa kulia, mwambie uwe mtendaji wa neno na si msikiaji tu. Halafu mwambie ukisikia usipotenda. Mwambie ukisikia usipotenda, unajidanganya mwenyewe. Mwambie unajidanganya mwenyewe. Mwambie tena unajidanganya mwenyewe. Mwambie tena unajidanganya mwenyewe. Hebu ngoja nikwambie kitu kimoja. Kati ya vitu ambavyo watu wengi hawapendi huwa ni kudanganya. Uongo. Na ndio maana ukiwa na kesi, ukiwa na nini, watu wanasuluhisha, mmoja akisema huko anasema, "We, anasema uongo." Sio hivyo. Anasema, yani kwa nini unasema uongo mbele ya watumishi? Kwa nini unasema uongo? Yani uongo ni kitu ambacho ni kibaya. Sasa huyu msikiaji asiyetenda, Biblia haisemi anamdanganya mume wake. Lazima mjue sio kama anamdanganya mke wake. Sio kama anadanganya hao watu wa praise and worship. Hapana. Biblia inasema anajidanganya nafsi yake. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Kuanzia siku ya leo ninakataa kujidanganya mwenyewe. Ninakataa kujidanganya mwenyewe. Ninakataa kujidanganya mwenyewe kwa jina la Yesu. Kitu ambacho cha ajabu, ukijidanganya mwenyewe unajua kwamba nimejidanganya. Bwana asifiwe sana. Yani unajua kabisa. Yani unajua kabisa kwamba nimejidanganya mwenyewe. Yani unajua kabisa kwamba hapa najidanganya, lakini najidanganya mwenyewe. Yani unajua kabisa. Yani hata kama labda fungu la 10 lilikuwa 10,000 ukatoa 8,000. Yani unajua kabisa hapa nimedanganya na ninajidanganya mwenyewe. Umezini alafu ukauliza ukasema sijazini. Unajua kabisa kuzini nimezini na najidanganya mwenyewe. Yani mwenyewe kabisa. Hebu sema katika jina la Yesu. Kuanzia leo nakataa kujidanganya mimi mwenyewe kwa jina la Yesu. Hebu simama kwa miguu yako. Nataka nimwite mchungaji atuongoze katika maombi ya mafupi ili tuwe watu ambao tunasikia, tunatii na tunalitendea neno la Mungu kazi. Kwa nini? Huu ni ujumbe labda ulitakiwa wa watoto wachanga. Lakini jinsi gani nimeuleta kwako? Kwa sababu nataka ukue katika maisha ya kiroho. Nataka uimarike katika maisha ya kiroho. Ila nataka pia maisha ya kiroho ya kubariki. Yani una uwezo unajua watu wanaweza kufikiri kwamba kubarikiwa, kufanikiwa ni mpaka uwe kule duniani, uende kwa waganga, kwenye mizimu au chochote kile. Hapana. Biblia na watu walibarikiwa. Ibrahimu alibarikiwa, Isaka alibarikiwa, Yakobo alibarikiwa, Sulemani alibarikiwa, Daudi alibarikiwa. Nitakupa orodha tele. Walibarikiwa kuliko watu wa duniani. Sulemani mwenyewe alibarikiwa kiasi kwamba hakuna mfalme kama yeye kwenye dunia wakati ule, iliyofuata, hii ya sasa na hata ijayo pia. Huku kwenye Ukristo, huku kwenye mambo ya imani. Yani ajabu sana. Huu ubaya uzidio tuweza tukaukataa. Ni kama mtu ambaye anabarikiwa kwa sababu eti kamtoa kafara mama yake, baba yake, mtoto wake. Hizo ni baraka gani? Ni ubaya uzidio. Yani kufanikiwa kwako wewe lazima uwe watu wengine? Hapana. Kuna baraka tele. Kuna mafanikio tele kwenye kusikia, kutii na kutenda. Hebu weka mikono yako juu wakati mchungaji akija sasa kwa ajili ya kutuongoza kwenye maombi mafupi katika mchana wa leo. Alafu baada ya maombi hayo basi tutamaliza kwenda kuondoka katika mchana huu wa leo. Ziko baraka zinazoambatana na kusikia, kutii na kutendea neno la Mungu kazi. Nyosha mikono yako juu, funga macho yako, alafu sema Bwana Yesu. Kwa kumaanisha kabisa kutoka ndani ya moyo, sema Bwana Yesu, nimesimama mbele zako katika siku ya leo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
ninakataa hali yoyote ya kutokutenda neno la Mungu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Kila usaulifu unaonijia ili kulisahau neno la Mungu, ninalikataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu ninaomba Bwana ukanipe kumbukumbu ya kulikumbuka neno la Mungu na kulitendea kazi katika jina la Yesu Kristo. Hebu kila mmoja tuende mbele za Mungu tupate kuomba. Omba, kataa roho ya usaulifu. Adui anakuja kufanya usahau ili ushindwe kuelewa unapaswa kutenda nini. Kataa ile roho ya usaulifu, kile ambacho kinaliiba neno la Mungu katika maisha yako. Kataa kwa jina la Yesu. Kataa hiyo roho, kataa huo utendaji wa giza, kataa hiyo kazi ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Kila chochote kinacholiiba neno la Mungu, ikiwa ni magomvi, ikiwa ni hali ya hasira, ikiwa ni ubaya wa kila namna, tunakataa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hali yoyote inayotufanya kusahau, hali yoyote inayofanya tusizingatie neno, ninaiharibu katika jina la Yesu Kristo. Nenda mbele za Bwana, haribu. Kataa hiyo nguvu ya giza. Kataa hicho kinachokusaulisha. Kataa hicho kinachoiba neno katika moyo wako. Kataa. Sijaona mtu akifanya vita. Sijaona mtu akifanya vita. Kataa kwa jina la Yesu. Ile hali ya kupuuzia neno la Mungu, kataa kwa jina la Yesu Kristo. Ninakataa kila mashambulizi ya kila namna inayofanya tupuuze neno la Mungu, inayofanya tujidanganye wenyewe katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaharibu kila uharibifu wa kila namna ambao shetani anaujenga katika maisha yetu, ambao shetani anaujenga katika maisha yetu ya kiroho, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Asante Bwana Yesu, kwa sababu kuanzia leo umetukomboa na kutuweka huru kabisa, mbali na usaulifu, mbali na ujinga, mbali na uongo wa kujidanganya wenyewe, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu. Amen. Hebu ngoja nikwambie kitu fulani, mtu wa Mungu. Unajua sisi tuko tofauti na kule tulipotoka. Naomba nisikilize. Sisi tuko tofauti na kule tulipotoka. Tulipokuwa kwenye dini tulikuwa tunaingia, neno linaweza likafundishwa na tukatoka kama tulivyo, tukayaacha pale pale. Tulipokuja huku katika kanisa la watu waliookoka, sisi tunaitwa watendaji wa neno. Ukiacha kutenda kazi neno la Mungu, unakuwa umerudi katika dini. Sasa tunaikataa roho ya dini katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, mnanielewa? Tunakataa ile maisha kwenye dini, tunakataa zile tabia za kwenye dini, tunakataa ile matendo ya kwenye dini. Bwana asifiwe sana. Hebu sema Bwana Yesu, kwa kumaanisha zaidi sema Bwana Yesu, wakati huu ninaikataa roho ya dini katika maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaharibu tabia zote za kidini katika maisha yangu. Ninaharibu tabia zote za kidini katika maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu kataa roho ya dini kwa jina la Yesu Kristo. Kataa. Usifunge kinywa chako mpendwa. Kama unataka kubadilika, lazima ukatae. Shindana na hicho kitu kinachokufanya unaacha neno la Mungu na unatenda vingine. Shindana na hiyo hali, shindana na huo uongo, shindana na hiyo tabia, shindana na hiyo tabia, shindana na hiyo tabia kwa jina la Yesu Kristo. Shindana na hiyo tabia katika jina la Yesu Kristo. Shindana na hiyo tabia, shindana na hiyo hali, shindana na hiyo tabia ambayo tulitoka nayo toka asili, ambayo tulitoka nayo toka vizazi, ambayo tulitoka nayo toka kwa baba zetu. Tunakataa roho ya dini, tunakataa tabia zote, tunakataa hali zote katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Ninakataa ile hali ya dini ambayo imenifanya kutokuwa mtendaji wa neno katika jina la Yesu. Wewe roho ya dini, toka katika maisha yangu, toka katika nafsi yangu, toka katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa hiyo hali ya kidini kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Asante Bwana Yesu, kwa maana kuanzia leo utanipa kulishika neno lako na kulitendea kazi kupitia jina lako Yesu. Hallelujah.
Glory to God. Thank you Jesus. Sikiliza. Hebu nisikilize. Nataka utafute mtu mmoja umshike mkono wako. Alafu utamwombea neema hiyo ya kulishika neno. Tafuta mtu mmoja. Tafuta, kama wewe ni kiongozi, tafuta mtu ambao unajua anahitaji kuombewa zaidi. Nafikiri tafuta mtu mmoja. Nataka utamwombea huyo uliomshika mkono. Geuka mwambie, tafadhali naomba uniombee. Kama umekaa simama, kama huna sababu yoyote ya kukaa simama pale ulipo. Lakini nataka umwombee mwenzako, umwombee kwamba Mungu ampe neema ya kuliishi neno la Mungu. Aliishi neno la Mungu, ageuzwa na neno la Mungu, alitende neno la Mungu. Hebu sema, Bwana Yesu, nimemleta huyu ndugu yangu niliyemshika kwa mikono yangu, katika jina la Yesu. Namsogeza kwenye madhabahu yako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Achilia neema juu ya ndugu yangu aweze kulishika neno la Mungu na kuliishi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakataa kila kikwazo kinachomzuia kuliishi neno la Mungu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Hebu kila mmoja muombe jirani yake, omba kwa ajili yake. Ukiona ananyamaza, mtikise mkono wake. Omba tafadhali. Omba kwa ajili ya huyo binti, omba kwa ajili ya huyo dada. Omba aweze kuliishi neno la Mungu. Muombe. Omba neema ya Mungu itakayomsaidia kulishika neno. Muombe neema ya Mungu itakayomsaidia kulitazama neno na kuliishi. Muombe neema ya Mungu itakayomsaidia kulitazama neno na kuliishi. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nauliza nguvu yako. Nauliza nguvu yako kwa ajili ya kijana huyu. Nauliza nguvu yako kwa ajili ya binti huyu. Nauliza nguvu yako kwa ajili ya mama huyu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa sababu ninajua wanaifahamu sheria yako, wanalifahamu neno lako, wanajua kile unachotaka, wanajua kile unachosema. Basi Bwana, achilia neema kwa ajili ya kijana huyu kuweza kuliishi neno la Mungu, kuweza kulitendea kazi neno la Mungu, kuweza kufanya kama neno la Mungu linavyotuagiza, waweze kuifuata sheria katika jina la Yesu Kristo. Maana sheria ni neno lako. Maana sheria ni neno lako, sheria ya uhuru ambayo inaweza kutusaidia kuishi maisha matakatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakubariki Bwana, kwa maana utawaponya. Damu yako ya thamani itawapa kushinda. Damu yako ya thamani itawapa kushinda kila kikwazo kinachoinuka, kinachomweka mbali na neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na kutukuza Roho Mtakatifu, kwa sababu kupitia neema yako utawafundisha. Maana hiyo neema inatufundisha kukataa ubaya na tabia zake. Hiyo neema ni mwalimu inayotufundisha kukataa ubaya, kukataa dhambi, kukataa mambo yote maovu katika jina la Yesu. Ikapate kuwa juu ya kijana huyu, ikapate kuwa juu ya binti huyu, ili aweze kuishi maisha yanayokupendeza katika jina la Yesu Kristo. Na kwa damu ya mwana kondoo tukivua uongo na mambo yake yote, katika jina la Yesu, tukiishi katika kweli, kutuishi katika neno lako kama linavyotuagiza kuanzia sasa na kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Na kutukuza Mungu wetu, kwa maana utamsaidia kijana yule, utamsaidia baba yule, utamsaidia mama huyo katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimeomba nikiamini ya kwamba Bwana umetusikia na tena umetuitikia, na zaidi utafanya kama tulivyoomba tena wakati kupitia jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kushukuru. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Naweza kumpigia Bwana Yesu makofi mengi zaidi. Mpe sifa na utukufu Bwana. Nayo ni ibada kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hebu niseme hivi. Unajua kila wakati Roho Mtakatifu anaposema na watu, kuna kitu anaangalia mbele ya mtu. Inawezekana kuna kitu Mungu amesema na wewe, na unajua kabisa Mungu amesema na mimi, na bado hujaweza kufanya kama neno linavyosema. Unajua kabisa kuna kitu Mungu anasema na wewe,
na mara nyingi anakuhimiza kufanya hivyo, anakuhimiza kutenda hivyo, na bado hujaweza kufanya, na unajua kwamba sijafanya, lakini ninajua nimesikia Roho Mtakatifu amesema na mimi. Nataka nimuombe mtu huyu, nataka nimuombe mtu huyu. Funga macho yako, funga macho yako tafadhali, usiniangalie, funga macho yako. Nataka niombe na huyo, maana naona kama kuna kuhimizwa kufanya kitu fulani, kuna kuhimizwa katika kuelekea katika jambo fulani. Wewe unasema kweli, nimesikia Roho Mtakatifu amesema na mimi na bado sijafanya. Piga hatua, njoo simama mahali hapa. Nataka niombe kwa ajili yako. Piga hatua, njoo simama mahali hapa. Piga hatua, njoo simama mahali hapa. Wewe unajua kabisa kuna kitu Roho Mtakatifu amesema na mimi. Ninaijua sheria, ninalijua neno, amenizungumzia, lakini bado sijafanya, lakini bado sijatenda. Nataka niombe na wewe kwa dakika moja, na nitakuombea neema ya kukusaidia kulitendea kazi neno la Mungu. Nitakuombea neema itakayokusaidia kufanya hicho Mungu alichosema. Inawezekana amenyamaza kwa sababu hujafanya. Inawezekana hasemi tena kwa sababu hujafanya, hujatekeleza alichokwambia. Leo nataka niombe. Hebu wewe ulioko mahali hapa, funga macho yako. Funga macho yako, alafu nyanyua mikono yako mbele za Mungu. Sema Bwana Yesu. Kwa kumaanisha kabisa, sema Bwana Yesu, ni kweli nimesikia kile ulichosema na mimi, lakini bado sijafanya kama vile ulivyoniagiza. Mungu wangu, naomba unisamehe. Nisamehe kwa kuidharau sauti yako. Nisamehe kwa kutokutenda kama ulivyoniagiza. Wakati huu nakuhitaji, ninakuhitaji, ninakuhitaji, ninakuhitaji. Nahitaji neema yako, nahitaji nguvu yako itakayonisaidia kufanya kama ulivyosema katika maisha yangu, kufanya kama ulivyoniagiza katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Nyosha mikono yako juu, nataka niombe kwa ajili yako. Mungu mwema, na kushukuru kwa sababu wewe unena na watu wako, na hata sasa umetaka kuwakumbusha katika kile ambacho Mungu ulisema nao. Wao wanajua yale ambayo umezungumza nao, wao wanajua vilivyoko ndani ya mioyo yao, vile ambavyo wewe ulizungumza nao. Na kuhitaji tena kwa ajili ya mwanamke huyu, na kuhitaji tena kwa ajili ya baba huyu, na kuhitaji tena kwa ajili ya mama huyu, na kuhitaji tena Mwokozi wangu, ukaachilie neema katika kuitenda kile ambacho umemwagiza, katika kufanya kile ambacho umesema naye, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu adui hata kinyakuwa tena katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu yako Bwana, kwa mkono wako wenye nguvu, ukayaguse maisha yao, ukaguse maisha yao, ukaguse tena maisha yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mwokozi wangu, kwa sababu ninajua si katika uweza wao, lakini ipo nguvu yako ambayo itawabeba tena kwa namna ya kipekee, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwokozi wangu kwa ajili ya binti huyu. Asante Kristo kwa ajili ya binti huyu, kwa kuwa Mungu mwenye nguvu na mamlaka, wewe uishie na kutawala. Utatawala ndani yake, utatawala moyo wake, utatawala nafsi yake, utatawala maisha yake. Tamshika na kumtegemeza kwa namna ya kipekee, katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mwokozi wangu, ni wewe ulitembea na Hezekia ukazungumza naye. Ni wewe ulitembea na Yeremia ukazungumza naye. Ni wewe ulitembea na watu wengi wakuu ukazungumza nao, na Bwana ukawapa kutenda kile walichoagiza wewe peke yako. Na kushukuru Bwana Yesu, kwa maana kuanzia leo watatii, na Bwana tutaona matokeo ya utii wao, kwa sababu Mungu wamekusikia, katika jina la Yesu Kristo. Naomba ulinzi wako juu yao, kuwalinde na kuwatunza wakati wote, wasipungukiwe na kitu,
wasipungukiwe na kitu. Ikiwa Mungu umezungumza nao kwa habari ya sadaka, ikiwa Bwana umezungumza nao kwa habari ya kujitoa wao wenyewe kwa ajili ya huduma, ikiwa Mungu umezungumza nao kufanya jambo lolote linalohusisha gharama yoyote, Mungu mbinguni usiwapungukie, ukawajaze na kuwapatia kile ambacho umekitaka katika mikono yao, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Damu yako Yesu ikiwalinde na kuwatunza wakati wote, kupitia jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Kila mmoja aseme amen. Mungu abariki sana. Amen.